Itaenda vizuri. Akienda Marekani, badala mambo yake iwe mazuri, anaenda mambo yake inaharibika, kwa sababu mtu huyu sio maeneo alionayo inayoleta shida, ni laana inayomwandama. Maana laana hukufuata. Tunaelewana? Bwana asifiwe sana. Laana huandamana na wewe. Kwa hivyo ukikosa kuyatii maagizo ya Bwana, anasema laana hii itakufuata. Ya kwamba utakuwa namna gani? Soma mara ya kwanza. Talaniwa usawa wa tumbo lako. Anza. Talaniwa chini. Ya 15. Yes, hapo mahali ulikuwa umesoma kichi. Talaniwa mchini. Utalaaniwa mchini. Talaniwa na mashambani. Na mashambani utalaaniwa. Unatoka pale nyumbani, unakuja unakumbuka hapa nyumba Suleka. Maana unaona huko mambo imekuwa gumu. Ukikuja hapa Suleka, badala ya mambo iwe mazuri, hata hiyo nyumba unashindwa kulipa. Maana laana iko juu ya. Tunaelewana? Maana ulizani ni wachawi wanakuzunguka na wanakusumbua pale nyumbani, ati ndio wameharibu mambo yako, na wewe tayari kuna laana inaandamana na maisha yako. Kwa hivyo kusonga mbele kwako hakupo. Sasa kwa sababu ya laana hii, ukiwa mchini umelaaniwa, ukiwa mashambani umelaaniwa. Tunaelewana? Kwa hivyo uponyaji hauko kwa kubadilisha maeneo, uko kwa kuvunja laana inayokuandama. Bwana asifiwe sana. Alafu inaendelea kusema namna gani? Utalaaniwa usawa wa tumbo lako. Utalaaniwa usawa wa tumbo yako. What does this mean? When the Bible speaks that utalaaniwa usawa wa tumbo yako, it means you keep utazaliwa na utazaa watoto ndio, lakini badala ya hao watoto wawe baraka, wanakuwa ni machozi kwako, kwa sababu laana ya Mungu iko juu ya uzao wako. Tunaelewana? Laana inaweza kukuzuia wewe kupokea kile Bwana alichokuwekea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Endelea. Na usawa wa nchi yako. Na usawa wa nchi yako. Maongeo ya ng'ombe wako. Maongeo ya ng'ombe yako. Na watu wa kondoo zako. Takitowewe. Ajua kuna watu hapa hawajaelewa vizuri. Wakati maandiko yanasema ya kwamba utalaaniwa, hata mifugo wako italaaniwa. Uko wewe ng'ombengia asiungumerusia yari kuba mabere ya chita 25, lakini wika mwao ego chaka kuruwesia irasi yemwe. Inaanza kutoa glasi ngapi? Chakula inakula ni ile ile, lakini hata lita moja kuchaa haiwezi chaa. Sio kwa sababu ng'ombe ni mbaya, lakini imeingia mahali kuna laana.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ya kwamba unakuwa na ng'ombe ndio, lakini ile ng'ombe, maana wewe mwenyewe laana iko juu yako, ile ng'ombe badala iwe faida inakuwa ya hasara. Sijui kama umewahi angalia ukapata paka fulani kwa jirani, ukiangalia mbavu ni kama zile waya za besi gitaa, yaani imekonda na inakula, lakini haino. Wewe uchukue upeleke kwako, baada ya wiki moja ni kama ilimwagiliwa fertilizer. Hata bavu hauwezi kuiona, imenona tu, maana mahali imekuwa. Shida sio chakula, shida sio mahali ya kulala, iko laana ambayo inafanya kazi. Wewe unakodisha shamba, mwenye alikuwa hapo alitoa gunia 5, wewe unapanda, unaweka fertilizer, inatoa gunia 1. Maana shida sio shamba, ni laana inayokuandama. Are you getting me? Tunaelewa? Sasa ile laana, kitu ambacho kingekuwa baraka kwako kikusaidie kusonga mbele, kinakuwa sasa kimekukwamisha maisha. Unanunua ng'ombe izaane ndio ikupe dama wengi, kupe ng'ombe wengi, uuze ununue mabati ya kujenga nyumba. Ile ng'ombe vile umeinunua inafanya namna gani? Inakuwa tasa. Sio ng'ombe. Shida ni wewe, maana kuna laana inaandamana na maisha yako. Bwana asifiwe sana. Endelea. 19. Kalaniwa huingiapo. Kalaniwa tokapo. Asogozwa. Mahali unaingia, laana inakuanda. Mahali unatoka, laana inakuanda. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanahama nyumba, anasema ile nyumba ilikuwa na mikosi, ile nyumba ilikuwa na mikosi huko, siku anajisikia hivi na hivi, ilikuwa anajisikia hivi na hivi, anahama nyumba, anaenda mahali ingine, anaenda kuingia huko. Vile anaingia huko, sasa matatizo ya huko inakuwa ni kama imeongezwa majira, sasa inakuwa ni nyingi kuliko ya mahali ametoka. Maana shida sio nyumba, shida ni laana inayoandama maisha yako. Sasa wachana na nyumba, naona wachana na shamba, shughulikia ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Haleluya. The enemy can use curses to delay your life. Curses can delay your life. Praise the name of the Lord. I don't want to go on there. Unaweza kusoma mambo mengi pale ambayo Bwana anasema kuhusu laana. Naelewana? Hata ya kukula na kutoshiba. Sijui kama mwaenda mahali unapata watoto wanaekewa chakula, ni watoto 4. Wanaekewa ukima. Ile mlima imewekwa hapo ya ugali. Ni kubwa. Inawekelewa tu kwa meza. Lakini baada ya dakika 5 hakuna kitu unaona. Watoto wanakula ni kama wana mitaro kwa tumbo na hawashibi. Hata ukiwaambia niwaongezee, anasema maana kuna laana ya Mungu kwa hiyo maeneo. Mahali ingine unaenda unapata kaugali kanapikwa mpaka unashangaa, uisana umukibogo uisana boli, lakini wanakula na wanabakisha. Maana sio wingi wa chakula, ni baraka ndani ya chakula. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Utapata mwingine ananyang'ana, anakula matumbo kama ile nalete yangu na mzee Odiba. Anaweka nyama ya mbuzi ndani. Mzee watu wanaendelea kukonda. Watoto kule nyumbani wanakula majani. Che anakula vilenge. Jiaone kama atatengeneza mwili. Lakini hajui shida sio mwili. Mwili ikujali na vilenge tu. Hailepi na matumbo peke yake. Kuna baraka ya afya. Amen. Praise the name of the Lord. Unajua ukiwa na baraka ya afya, utakula hata liku na enu na bado utanona. Utakula hata ile lisosa na mwili yako bado itakuwa sawa. Maana sio nyama inaleta baraka. Baraka za Mungu ndizo zinatengeneza mwili. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Laana inaweza kukutesa. Akikumbuka maambia bwana unachibesa lakini asizidi kuchi. Mahali uwezi na Yoshua inasema namna gani? Kitabu cha Yoshua 7:1. Soma tu mistari michache. Inasema lakini wana wa Israeli walifanya dhambi. Wana wa Israeli walifanya nini? Katika kitu kilichowekwa wakfu. Katika kitu kilichowekwa nini? Wakfu. Maana Akani mwana wa sikiza. Maana Akani, sema Akani. Mwana wa Akani. Mwana wa Safi. Mwana wa Sera. Wa kabila ya Yuda. Alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Alichukua vitu vilivyokuwa vimewekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawa juu ya wana wa Israeli. Hasira ya Bwana ikawa juu ya watu wa Israeli. Pili. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Hai. Sasa nataka ushike hapa. Wana wa Israeli wamekuja wakipata ushindi. Wamekuja wakipiga mataifa na wanachukua nchi zao wanaenda. Tunaelewana? Bwana amekuja akiwapa ushindi. Lakini sasa kuna dhambi imeingia na imenajisi safari yao. Tunaelewana? Ndio nilikuambia dhambi unajisi. Sasa Biblia inasema hawa wana wa Israeli kulikuwa na kakijiji ama mji ulikuwa mbele na ulikuwa mdogo unaitwa Ai. Sema Ai. Hata jina yake inasema Ai kumaanisha kalikuwa kamuji kadogo. Tunaelewana? Sasa wana wa Israeli wanastahili kwenda ili wapige ule mji. Na Yoshua anasema hakuna haja tutume watu wengi kwa sababu mji wa Ai ni mji kidogo. Tunahitaji watu wachache. Uliokuwa karibu na Bethafeni. Upande wa mashariki. Yes. Wa Betheli. Akawaambia akisema. Pandeni juu mkaipeleleze nchi. Pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Hai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia. Wasiende watu wote. Wasiende watu wote. Kakimukwenda mwezi. Tikabagendea bake. Ila waende watu kama 2,000. Waende kama watu 2,000. Chikwire 2,000 wakahubiri Hai. Ama 3,000 tu waende wakapiga Hai. Usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huku. Tiga kochada manto. Kumaina esigie nenke. Maana watu hao ni wachache tu. Nne. Basi watu wakaenda huku wapata 3,000. Watu wakaenda 3,000. Nao wakakimbia mbele ya watu wa Hai. Watu wa Hai wakawapiga watu kama 36.
Wakapigwa kama watu 36 ngapi? Wakawatia kutoka mbele ya mlango wa mpaka Sebarimu. Wakawapiga huku kwenye malempo, mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Sasa nataka uelewe hili. Ai ulikuwa ni mchi mdogo sana. Na wana wa Israeli wanasema ule mchi ni mdogo, hakuna haja kusumbua watu. Tuma wanajeshi kama 2000 watakuwa wamemaliza by saa 2. Watakuwa wamemaliza hiyo kazi. Sasa wakaamua sema tutume watu 3000. Watu 3000 wakatumwa, wanaenda kupigana na mchi wa Ai. Kabudi kadogo. Wakiwa vitani, usisahau mtu anaitwa Akan amechukua vitu ambavyo vimewekwa wakfu na amezificha. Tunaelewa? Na kwa sababu amevificha, hiyo dhambi imekatoa, Bwana akawapa backup. Amen. Nataka muelewe. Bwana ndiye aliwapa backup. Biblia inasema wakatwanga hao watu waliotumwa na Yoshua. Hao watu wakakimbia wakakuja kwa Yoshua. Walipokuja, Israeli ikatetemeka, ikaogopa. Kwa sababu gani? Wamepigwa na mchi mdogo. Kutotii kunachochea ghadhabu ya Bwana. Kutotii kunasababisha safari ungechukua siku moja unachukua miaka 3. Tunaelewana? Hawa wana wa Israeli Ai wangeipiga siku hiyo na waendelee na safari yao kwenda kuchukua Kanaani. Lakini kwa sababu ya dhambi, kutotii kwao, Biblia inasema wakapigwa. Mpaka wakati ambapo Yoshua alipomlilia Mungu, Mungu akamwambia katikati ya kusanyiko la wana wa Israeli dhambi imetokea na ndiposa wanapigwa. Dhambi huchochea mapigo. Angalia jirani yako, mwambie dhambi huchochea mapigo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na dhambi ukunyang'anya ushindi. Angalia jirani yako, mwambie dhambi na kunyang'anya ushindi. Praise the name of the Lord. Amen. Hawa watu wamepokea ushindi, lakini kwa sababu ya dhambi inaleta nini? Sasa sitaki kuendelea sana hapo. Biblia inasema baada ya Israeli kuja pamoja na Yoshua kuomba, ikatambulika Akani alikuwa amechukua vitu vilivyowekwa watu. Tunaelewana? Kwa sababu hiyo na pigo ambayo walipokea wana wa Israeli wakati ilipotambulika ni Akani, maandiko yanasema Yoshua akasema Akani na nyumba yake yote watolewe nje, wapigwe mawe. Amen. Umewahi jua kuna vitu ambavyo unaweza fanya wewe zilete mapigo mpaka kwa familia yako? Mwenye amefanya makosa ni nani? Si Akani peke yake. Si Akani ndiye angetolewa apigwe mawe, lakini Biblia inasema yeye pamoja na nyumba yake yote. Watoto wako na makosa, mke wako na makosa, lakini kwa sababu ya dhambi ya Akani wanapigwa mawe. That is what disobedience can do. Kutotii kwako kunaweza kukufanya wewe na jamii mzima ikateseka. Yona anatumwa kwenda wapi? Anatumwa kwenda Nineve. Anakataa, anapanda merikebu ya kwenda Tarishishi. Mungu anamwambia Yona, sikia, hata bahari inakuanga ni kama sitting room yangu. Tunaelewana? Yeye anadhani amepotea, Mungu sasa
Ndugu yangu, wewe toroka Mungu. Hauwezi. Melekeo inaanza kustiji. Watu hawakuwa na shida, misigo yao haikuwa na shida. Wanasema ni misigo, wakatupa misigo yao, wakachoka, wakabaki bado meli na shida. Paka wakati Yohana alikiri mwenyewe anamtoroka nani? Wakamchukua wakamrusha kwa bahari. Alafu Mungu akaamua kumpa transport. Sema transport. Ya bure. Unajua wewe sikuwa Mungu. Usiwahi kudhania kwamba wewe ni mchanja sana kuliko Mungu. Angalia jirani yako, wewe simwambie wewe sio mjanja. Kama Yona ujanja yake ikafika mwisho, hata yako itafika mwisho. Unajua kuna watu hapa wamesumbua Mungu. Unaambia wacha dhambi, usiji. Na angalia tu kupapasa dhambi. Wewe iko ile siku inakuja. Biblia inasema ya kwamba aliporushwa kwa bahari, nyangumi akafungua mdomo. Na Mungu ni mwaminifu. Process ya digestion Mungu aliisimamisha. Ile process ya ya samaki kutafuta, yani kusiaga paka samaki yenyewe ilishiba kwa siku 3. Na hivi kwa nini imeshiba? Kwa siku ngapi? 3. Appetite ilirudi wakati ilitapika Yona. Are you getting me? Angalia jirani yako, mwambie usiwe kama Yona. Are you getting me? Disobedience. Kila Nyasaye jinguni. Sasa safari ya kwenda Nineve ilikuwa fupi sana. Si kweli? Haingechukua siku ilichukua, na haingeleta matatizo yote ilichukua, lakini kwa sababu ya uasi ilichukua Yona siku kadhaa ndio kufika Nineve. Sasa kutotiku na kusababisha unachukua siku nyingi. Nataka tuangalie mtu mwingine anayeitwa Rubeni. Anaitwa nani? Rubeni. Rubeni. That is Genesis. Genesis 40. Is it 49? Let me check. Good, let me check. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 29. Genesis 29:31. Genesis 29:31. Somebody to read for us. Kitabu cha Mwanzo 29:21. Yes. Inasema Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake. Bali Raheli alikuwa asali. Sasa nataka uelewe, Lea ni mke wa Yakobo na si mke aliyependa. Ni mke mwenye alipenda na baba yake. Tunaelewana? Yeye alikuwa anataka nani? Rachel. Sasa Lea kwa sababu alikuwa ni mkubwa, Laban akaamua, wewe kijana huwezi kuwa mwerevu umeshinda. Nakusota. Nitakupea yule utaka. Sasa hiyo wanasherekea. Akiwa na ngoja apelekewe msichana mwenye alikuwa anapenda, akakuta amepelewa Lea. Sasa Lea asubuhi Yakobo anapoamka anakuta ni Lea, anarudi kwa baba yake. Anamwambia, "Nkiuko kule kamuga." Na kolie nasi imyaka 7. No manye teo kolie na antagiti.
iki wankola. Hata mzee alikuwa jeuri. Sema mzee jeuri. Ukioa mahali mzee ni jeuri. Aliwa tena tano. Akamwambia sasa miaka ingine ngapi? 7. Ni upate huyo. Singekupea huyo. Maana lazima mkubwa kwanza afanye nini? Sasa yote ni yako. Lakini fanya miaka 7 ndio nikupea huyo unataka. Sasa Biblia inasema Lea hakuwa amepata mtoto. Unaelewa? Na akakaa bila mtoto. Baadaye Mungu alimbariki. Alipombariki, anambariki na mtoto anaitwa nani? Rubeni. Maandiko yanasema namna gani? Lea akapata mimba. Akazaa mwana. Akampa jina lake Rubeni. Maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona mateso yangu. Kwa sababu Bwana ameona mateso yangu. Sasa mume wangu atanipenda. Sasa ngochakira lero kunya